Mwinyi. Na walimtegemea kwa nini? Kwa sababu tumeambiwa kwamba hakuwa mtu jeuri, hakuwa mtu mkali, lakini anaonekana alikuwa na ujasiri na ushupavu na ustahimilivu kwenye nafsi yake ambao aliutumia katika kuleta maendeleo makubwa ya nchi yetu. Sisi ndio tunajaribu kujifunza kutoka hiyo. Sasa ushupavu wake huo na ustahimilivu wake huo ndio maana utakuta alikuwa akipewa kazi zile ambazo zilikuwa ni ngumu ngumu, zenye joto, zenye moto. Tumeambiwa kwamba kati ya 1978 na 79 kulikuwa kuna moto wa vita vya Kagera. Mwaka 80 anapewa waziri mkuu. Sio kazi nyepesi, hasa ukizingatia hali ya uchumi. Kwa hiyo unahitaji mtu wa aina fulani awe na nguvu ya aina fulani ya ndani kuweza kuhimili hiyo kazi. Mheshimiwa Rais, leo tunaomboleza msiba huu wa baba yetu, babu yetu, lakini kiongozi wetu ambaye wakati wa uongozi wake na baada ya kumaliza uongozi wake bado aliendelea kuwa mtu mwenye hekima, mwenye busara nyingi, mwenye uvumilivu. Na bila shaka kama alivyosema baba askofu alipotuendeshea ibada hapa, ni mtu aliyependa kuwa na amani na watu wote. Hayo yote ni mafunzo kwetu sisi tuliosalia kujifunza kwa ndugu yetu huyu ambaye amelala leo. Mheshimiwa Rais, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linatambua mchango mkubwa ambao umepata kutolewa na kiongozi huyu ambaye amelala leo akiwa mbunge, lakini pia kwanza wa rais na waziri mkuu. Rais akaondoka, Mzee Warioba alikuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu akaondoka, Mzee Msuya akaondoka, basi na sisi wote tukaondoka. Sasa tulipotoka nje ikawa magari hakuna. Sio kwa sababu yamenyang'anywa, ila unajua kwa sababu kawaida vikao vya cabinet vinachukua muda. Kwa hiyo mkifika pale mawaziri, magari yanakwenda ofisini kufanya shughuli nyingine. Sasa tukawa hatuna magari. Na kwa sababu pale tena ndio tushapigwa tanchi. Unaogopa hata kuingia ofisi yoyote pale kuomba upige simu, na wakati ule hapakuwepo na simu za mkononi. Kwa hiyo ikabidi sisi tutembee sasa. Tunatembea kwa mguu kutoka Ikulu kwenda barabarani kutafuta magari ya kutupeleka maofisini kwetu. Nashukuru wakati ule mitandao ilikuwa bado. Vinginevyo hiyo ingekuwa picha nzuri kweli, mpaka leo zingekuwa zinarudiwa. Sasa tukawa tunatembea wote, lakini tukakubaliana kwamba Mzee Msuya alikuwa waziri wa fedha, ofisi yake iko karibu na Ikulu pale, kwa tukatembea mpaka pale, akatupatia usafiri, tukarudi ofisini. Yaliyobakia sio muhimu nyewe kujua ilikuwaje kuhusu sisi kujiuzuru. Baraza lilipoundwa upya, nikabahatika kuwa sasa waziri wa maji, nishati na madini. Hapo ndipo tukawa wote sasa kwenye baraza. Na hapo ndipo nilipomfahamu vizuri zaidi huyo mzee, uwezo wake wa uongozi, umakini wake katika kujenga hoja, uhodari wa kujieleza na kulifafanua jambo gumu na kuwezafanya lieleweke na kuwa rahisi hata kwa mtu ambaye sio mtaalamu wa uchumi na fedha. Alijipambanua. Mheshimiwa Msuya alikuwa mtu aliyejaliwa akili nzuri, big brain, very bright fellow, big brain. Hakuwa mtaalamu wa uchumi na fedha kwa kusomea, ni social worker, lakini aliyafahamu mambo ya uchumi na fedha vizuri sana,
na ndio maana alipokuwa waziri wa fedha amewahi kutolewa waziri wa fedha mara 2 na Mwalimu Nyerere na mara 1 na mzee Mwinyi. Kwa jina naitwa Sabana Rushu Salinja, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kutoka wilaya ya Kwimba. Niseme tu kwamba msiba huu wa mzee wetu Msuya, kwanza kabisa kuanza kumfahamu mimi nikiwa mwanafunzi, nikiwa darasa la pili, na yeye akiwa waziri mkuu. Alifika shuleni kwetu akipita pale akiwa na mkutano kwenye kijiji kilichokuwa kinaitwa kijiji cha Mwashata. Kwa kweli ilituia sana, tulifurahi sana kutokana na msimamo wake na hotuba zake ilivyokuwa nzuri miaka ile. Kwa Msuya, mimi nikiwa kama mwanafunzi na nikiwa kama kilanja wa shule, kwa hiyo shuleni kwetu ilionyesha hamasa kubwa kwa ajili ya marehemu Msuya. Kwa hiyo kuna kitu cha kujifunza sisi wa Tanzania kwa ajili ya kifo cha Msuya na utumishi wake alivyotumika kwenye nchi hii. Kwa kweli ameacha historia kubwa, na tunatakiwa sisi kama Watanzania tuige mfano wa Msuya jinsi alivyotumika kwenye taifa hili, nasi tulitumikia taifa kwa uadilifu kama alivyotumika mwenzetu hayati Msuya. Mengi ni yale mema ambayo nilikuwa nayasikia kwa Msuya, lakini pia nimepitia kule Moshi, maeneo ya kwake, nyumbani kwake. Ni mtu ambaye alikuwa anasifika na ni mtu ambaye ana historia kubwa katika mazingira yaliyokuwa yanamzunguka, lakini sio kwa maeneo yale tu, katika nchi yetu kwa ujumla. Yeye ni mtu ambaye alikuwa anasifika na alionekana ni mtu maarufu na alionekana ni mtumishi bora kwa Watanzania, na ameonekana ni picha na ni taa katika nchi yetu ya Tanzania. Mara ya mwisho nilipomtembelea pale Mwanga mjini, kati ya mambo ambayo alinikumbusha na akaniambia niwaambie viongozi wenzangu ni kwamba tujitahidi sana kuwafuata wananchi kule waliko, tukawasikilize, tujue changamoto zao na tufanye jitihada kuzitatua. Na alinipa maelekezo kwamba Wapare wanakaa milimani, kwa hiyo mpande milimani kwenda kuwasikiliza wananchi na kutatua kero zao. Na ninalisema hili kwa sababu bahati mbaya sana sikupata hiyo nafasi ya kutii hayo maelekezo yake, lakini kwa kuwa viongozi mko hapa, basi hili ni jambo la msingi. Mwaka 2021 alipomaliza rasmi kutumika nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya chuo cha ardhi, wakati wote huo mzee wetu hakuwa na faragha ya maisha yake binafsi, bali yalikuwa ni maisha ya kuwatumikia Watanzania wenziwe. Katika nyadhifa mbalimbali alizoshika, aliweka rekodi 2 kubwa. Moja ni kuwa waziri aliyehudumu katika wadhifa waziri wa fedha kwa kipindi kirefu zaidi kwa nyakati tofauti, 1972 hadi 75, 1983 hadi 85 na 1985 hadi 1990. Na pili, licha ya kuwa alikuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi kifupi cha miezi 11, yeye ndio Mtanzania wa mwisho kushika nafasi hiyo, kwani baada ya hapo tuliingia kwenye mfumo wa vyama vingi ambapo makamu wa rais alipatikana kupitia mgombea mwenza. Ndugu zangu, katika mengi yatakayokumbukwa au atakayokumbukwa nayo ni pamoja na mchango wake mkubwa wa kutafuta fedha kwa ajili ya kuunga mkono harakati za ukombozi kusini mwa Afrika. Akiwa katibu mkuu wa Wizara ya Fedha, mbali na kuhangaika kutafuta fedha za matumizi ya serikali, alikuwa na jukumu la kutenga bajeti kwa ajili ya harakati za ukombozi kusini mwa Afrika. Alikuwa miongoni mwa viongozi waliokwenda nchini China kwa ajili ya kutafuta fedha za ujenzi wa mradi wa reli ya Tazara
uliosaidia sana harakati za ukombozi na ambao umeendelea kutunufaisha kiuchumi hadi leo.